Asante. Mimi kwa majina naitwa Samuel Ojode Jokea, ni meneja wa chama kikuu cha wakulima wa tumbaku mkoa wa Tabora. Na eneo letu la operation au eneo la shughuli ni katika wilaya 4 ambazo ni Sikonge, Tabora Manispaa, Uyui na wilaya ya Nzega. Hizo ndio wilaya ambazo zinashiriki kwenye kilimo cha tumbaku. Kiufupi, kwa miaka hii 4 tangu awamu ya 6 mafanikio yamekuwepo makubwa. Kipindi anaingia tulikuwa na tatizo sana la soko la tumbaku, na uzalishaji ulishuka sana mpaka tukafikia kilo milioni nadhani 37 nchi nzima, ambapo wetu kunakumbuka tulizalisha kama kilo milioni 7 hivi. Lakini baada ya Mama Samia kuingia, jitihada kubwa zilifanywa kwa kushirikisha Wizara ya Kilimo na Bodi ya Tumbaku, na sisi wenyewe tukajitahidi, na kweli serikali jitahidi ikatuletea kampuni kubwa zenye uwezo, ambapo ziliziba nafasi hiyo ya ukosefu wa masoko, na mpaka sasa hivi tunapoongea soko la tumbaku lina jitosheleza, ni kubwa kiasi kwamba sisi ndio tunadaiwa kuzalisha zaidi. Sio kama miaka ile ambapo tulikuwa tunazalisha lakini hatujui tutauzaje. Na upande mwingine ni kuitambua ushirika. Kwa kweli awamu ya 6 ambayo inaongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imetambulisha sana ushirika kwa kiasi kikubwa, na mimi naweza kushukuru kwamba ni kwa mara ya kwanza tumewahi kualikwa Ikulu, viongozi wa ushirika wa union tukaingia Ikulu, na akatuahidi mambo mengi ambayo kwa kweli mengine yameshatekelezwa. Na kuna swala la ruzuku pia. Pamoja na kutambuliwa kwa ushirika, ruzuku wakulima wetu kuanzia mwaka jana tumekuwa na mpango wa kupatiwa ruzuku ambao miaka ya nyuma haikuwepo. Na kitu kingine ambacho naweza kusifia ni kwamba katika awamu hii mikakati ambayo imewekwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba hili zao linapanda ni mingi. Upatikanaji wa pembejeo wenyewe umekuwa wa uhakika sana. Tunapata mbolea kwa mwaka huu tumepata kutoka na kampuni ya TFC ambayo ni kampuni ya serikali, na pembejeo zimeletwa na zimetosheleza mpaka zingine zimebaki kwenye magala. Kwa hiyo tunaweza kusema kwa ufupi kwamba kwa ujumla utashi wa Mama Samia kwenye ushirika umejionyesha wazi, na pia kutokana na utashi huo Waziri wa Kilimo Mheshimiwa Hussein Bashe pia amekuwa kwa karibu sana kufuatilia mambo ya ushirika. Uwezo ukapitisha wiki hujasikia anaongelea ushirika, na kwa kweli anafanya hivyo kwa sababu yuko anafanya ufuatiliaji wa karibu sana. Uzalishaji hivyo sema umezidi, na wakulima wameendelea kulima na kupata faida kubwa. Wakati tunaanza miaka hiyo tulikuwa na bei ndogo ya tumbaku. Tulikuwa na kama $1 na senti 60. Lakini ndani ya miaka hiyo 4 bei imepanda mpaka $2 na senti 10, ambapo pia kwenye ununuzi sasa unakuta wastani uliopangwa wanapata juu zaidi. Mwaka jana kwa mfano kwa na $2 bila senti wastani, lakini kwenye mauzo wakulima walipata $2 na senti 30. Kwa hiyo ukiangalia ukibadilisha unakuta wakulima waliweza kupata faida kubwa sana kwenye tumbaku. Na upande ule uzalishaji ndivyo sema tulianza kwa kilo milioni 7 kipindi hicho, mpaka sasa hivi tunapoongea wetu ina matarajio ya kuzalisha kilo milioni 47, kiasi ambacho hatujawahi kuzalisha katika historia. Kwa hiyo ukiangalia upande wa uzalishaji wakulima wamefaidika kwa sababu watakuwa wanapata fedha nyingi, na pia imecreate ajira katika mkoa wa Tabora. Hizo tumbaku zinazozalishwa lazima zinahitaji kuwepo na watu wanaofanya kazi mashambani ili kuweza kupata kiasi cha tumbaku. Na vile vile ajira hiyo ambayo imepatikana kwenye mashamba pia inapatikana kwenye msimu. Masoko yanapoanza, vijana wengi sana wa mkoa wa Tabora wanaajiriwa kwenye kazi za ukarani na usimamizi wa masoko. Kwa kipindi cha miezi 4 yote wanakuwa wako busy, wanapata fedha na kuweza kufanya mambo yao kutokana tumbaku. Kwa hiyo faida kwa wakulima wa Tabora imekuwa kubwa sana, na kweli hata ukienda vijijini nadhani mkipata nafasi utakuta kwamba wakulima wanatambua haya yote yaliyofanywa na serikali na wanasifia na kushukuru sana, na sisi pia kwa niaba yetu tunaungana nao kwa kweli kushukuru kwa mafanikio yaliyopatikana haya.
tuliona kwamba mbolea ambayo wakulima wanakopeshwa kwa ajili ya kulima mahindi yalikuwa mkopo wake, mbolea ile mkopo wake unarudishwa na tumbaku. Sasa baada ya kusisitizwa sana na serikali kwamba vyama vya ushirika vianze kujiendesha kibiashara, tukaja na wazo kwamba fedha wanazokopa za kuzalisha tumbaku, za kuzalisha mahindi, basi haya mahindi yapate soko la uhakika. Kwa hiyo tukafanya mkakati wa kununua mashine kutoka China, na mashine hiyo ina uwezo wa kuzalisha tani 30 kwa siku. Yaani kama mifuko, kama ni magunia 300 kwa siku. Na tumefanya hivyo ili pamoja na kuzalisha unga kuuzia kuweza kuwauzia wateja wengine, tunatarajia kwamba wakulima wetu ambao pia wanapata adha ya kutafuta chakula wakati ambapo kunakuwa na uhaba, basi watanunua toka kwenye kiwanda chetu, aidha kwa kuwapa kwa bei ndogo au kuwapa ili walipe baadaye pale watakuwa wamepata mapato ya kilimo. Kwa hiyo kiwanda hicho kwa sasa hivi kimekamilika, kimeanza kufungwa kwenye mwezi Januari mwanzoni. Ukarabati ulianza kutoka mwezi wa 5 mwaka jana. Kwa na karabati jengo, na engineer kutoka China alikuja mwezi wa 12. Kwa ukarabati ulivyokamilika kaanza kufunga mashine, na mpaka jana kila kitu kimekamilika. Kwa wiki ijayo tunaanza tu mafunzo kwa ajili ya mafundi mitambo ambao watabaki, ambao ni wazalendo, ambao watabaki kuendesha kiwanda.